Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu wapendwa, hii taarifa nimetumiwa na mtu akiwa katika ardhi ya Oman. Nimeisikiliza kwa undani, lakini pia baada ya hapo ilibidi nifanye mawasiliano na mtu ambaye alinitumia ili kuweza kuihakikisha hiyo taarifa ni ya kweli, kwa sababu tusipende kuzua taharuki katika jamii ambayo inayotuzunguka. Akanihakikishia kuwa hii taarifa ni ya kweli. Hii taarifa ni mtu wa Omani ndo kazungumza. Hiyo ni lugha ni ya Kiarabu, lakini Kiarabu cha Kiomani. Kwa wale ambao walioishi Omani, walioenda kutembea, au kama aliwasikia wa Omani wanazungumza, basi hiyo ni lugha ya watu wa Omani. Ameanza huu bwana na salamu, anasema assalamu alaikum ya nurullah, nahnu huna duru khalsi hububi qatila gaya min Israil li Misri wa fi Misri wazuu surun bitaadna asha nasi ma tastamiluha idha stamiluha nas bidhubi mautahu khalalan 48 saati mut. Haya ni maneno ambayo anazungumza huyu bwana katika hali ya kuweza kuifafanua hizo dawa ambazo zilizotumwa hapo. Hizo dawa ambazo zilizotumwa hapo, ndugu zanguni, ni hatari sana. Huyu bwana yeye alikuwa anazungumzia kuhusu swala la hii dawa, akaanza kusema amani iwe juu yenu, nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala iwaangazie nyinyi. Tupo hapa katika hali ya kuweza kuiangalia hivi vidonge. Hivi vidonge anasema kuwa ni hatari mno, kwa sababu vimetoka katika ardhi ya Israel na vimefika katika nchi ya Misri. Kwa hiyo tuwe na tahadhari navyo sana, na tusambaze huu ujumbe kwa kila mtu ili aweze kufahamu kuwa huu ujumbe hivi vidonge ni hatari kwetu sisi. Na akasema kuwa hivi vidonge utakapokuwa umevitumia ndani ya masaa 48 utakuwa ni mwenye kufa. Ndani ya masaa 48 utakuwa ni mwenye kufa. Kwa hiyo hivi ni vita vya fikra. Hivi ndio vile vita vya fikra ambavyo wenzetu hawa wanapambana katika hali ya kuweza kutuondoa taratibu katika ulimwengu huu. Lakini pia wamesema kuwa hivi vidonge vimeshakwisha fika katika nchi ya Sudani. Vidonge hivi vipo katika nchi ya Sudani, lakini pia Sudani umevipiga marufuku katika hali ya kuweza kuvitumia, lakini pia vinapokuwa vinakamatwa vinakuwa vinaenda kuchomwa moto. Kwa hiyo ndugu zanguni, tuwe makini sana na vidonge hivi. Kazungumza mambo mengi, lakini kiufupi ni katika haya. Na ukimeza vidonge hivyo, ina maana kuwa unaanza kuhisi kichwa kinauma, sawa, unaanza kutapika, unaanza kutokwa na damu na mambo mengi sana kazungumza. Lakini kiufupi tu, hivyo vidonge si vidonge rasmi. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kheri na atunusuru katika hii nchi au katika hivi vizazi vyetu, kwa sababu hivi sasa tunapigana vita vya fikra.